tunakuwa vyombo vifaavyo kwa Mungu. Na hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Ndugu, unaweza ukawa upo kanisani, unaweza ukawa na karama, vipawa, huduma, unaweza ukawa unajulikana. Unajua kuna watu wanajulikana kwenye makanisa. Nauliza, unajua kuna watu wanajulikana kwenye makanisa? Kuna watu wanajulikana. Kuna watu wanajulikana hata wasipokuwepo tu ibada. Leo hatujamuona mama kude. Yaani mama kude mimi nimetoka naye mbali. Wewe jichanganye sasa, uanzishe na wewe ligi na yeye, shauri yako. Wanajua, yaani kuna watu wanajulikana. Kuna watu wanajulikana. Sasa unaweza ukawa uko kanisani, unajulikana, una kipawa, lakini unaweza usiwe wa maana kanisani. Kwa lugha ya Kiingereza unaweza usiwe useful, usiwe na maana. Sijui Kiswahili chake ni nini. Unaweza usiwe na maana, upo kanisani, unajulikana, una kipawa, lakini unaweza usiwe na maana yoyote katika ufalme wa Mungu. Ninazungumza kwa habari ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Mungu anatafuta watu ambao anaweza kuwatumia, anaweza kuwategemea anapotaka kufanya jambo lake. Anasema leo nataka nizungumze na hema la ushuhuda. Hivi nimtafute nani ambaye moyo wake uko wazi, nipitie kwake niseme na hili kanisa, maana ninaliona kama halijakaa vizuri. Ninatafuta mtu mmoja nipitishe ujumbe wangu katika Jumapili ya pili ya mwezi wa 4, niseme na hawa watoto. Anatafuta watu wa namna hiyo. Haleluya, haleluya. Anatafuta watu ambao anaweza akawatuma. Jaribu kujiangalia, wewe ni chombo ambacho Mungu anaweza kukutuma. Wakati walienda jana kwenye huduma ile ya Injili, hebu nyosha mkono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Glory to God. Naomba tujipigie makofi. Tumepiga hatua sana. Hivi unafikiri sisi wengine tulikuwa tuko busy sana? Sio kweli. Sio kweli hata kidogo.